Nataka kwanza nichukue nafasi hii nishukuru sana watu wa Coco FM kwa kunialika mahali hapa na kunipa fursa kuweza kuzungumza pia na watu wa Kilifi. Ndio. Mimi kwa majina kama vile mlivyosema, mimi ndio Aisha Jumwa almaarufu Baha Jumwa. Swali lako la kwamba nimekuwa nikizunguka Kilifi, mimi kwanza sizunguki Kilifi. Mimi ni mzaliwa wa Kilifi. Okay. Binti wa Kilifi. Na pia vile vile nikiwa Kilifi niko nyumbani. So huenda katika haja tofauti za Kilifi na pia hupanga shughuli mimi kama kiongozi ndani ya Kilifi County. Ukweli ni kwamba upepo mzuri na afya ambazo Mungu ametukirimia sisi kama watu wa Kilifi ndio jambo moja ambalo tunajivunia. Lakini changamoto nyingi sana za kimaisha ambazo zinasababishwa na utendakazi muovu wa serikali iliyopo kwa sasa. Kwa hivyo imeathiri sana watu wa Kilifi County na ndio maana mimi sasa niko hapa kama sauti ya matumaini kwa watu wa Kilifi County. Mabibi na mabwana, karibuni tena katika Sikiliza TV, na leo hii tunachambua mahojiano ya aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma na mwaniaji wa ugavana wa kaunti ya Kilifi mwaka 2027 Mheshimiwa Aisha Jumwa aliyozungumza katika kipindi cha asubuhi cha Coco FM. Na katika mahojiano hayo Aisha Jumwa alijibu tuhuma zinazomhusu kuhusu zabuni za magari, akakosoa hali ya maendeleo katika kaunti ya Kilifi, akazungumzia tatizo la madeni ya wakandarasi, ukosefu wa maji, mapambano dhidi ya ufisadi, pamoja na maono yake kuhusu uongozi wa kaunti endapo atachaguliwa kuwa gavana. Na katika kipindi hiki tunachambua madai yake, hoja aliyoziwasilisha na maswali ambayo wananchi wa Kilifi wanaweza kuendelea kujiuliza. Na kama unajiunga katika runinga yetu kwa mara ya kwanza, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe ili YouTube kujulishe punde tu tunapochapisha taarifa zetu. Na kwa wasajili wetu wa kila siku, asanteni sana kwa kutuunga kila siku katika runinga yetu. Tafadhali bonyeza kitufe cha like ili YouTube iweze kusambaza video hii kwa watazamaji wengine. Asanteni sana mabibi na mabwana. Mpigo tena zaidi. The best wapi Baha Jumwa, wakati ambapo inasemekana on this current administration ya kwamba kuna magari ambayo ulikuwa unafaa kununua na ukanunua magari ya zamani sana. Ilikuwa tenda yako Baha Jumwa? Unajua kituo cha hadhi kama Coco FM hakiwezi kuenda na propaganda. Ndio. Hatujiona na propaganda kama hayo. Ni eti. Sasa tukienda na eti we will not get to our destination. Kwa yale ambao wanayosema, kuna kweli kwa ambao wanayosema huko nje ya kandarasi kama hiyo. Jambo la kwanza, mimi sina kampuni yoyote. Kabisa. Sijawahi register a company. Kwa hivyo mimi nataka niseme ya kwamba mtu akisema kuna tenda ama nini ya Aisha Jumwa, nafikiri nyinyi ni media houses ni vioo vya jamii, kama ni kioo cha jamii. Inatakikana mtu akisema hivyo unamuitisha ushahidi ya kwamba kama ni kandarasi imepewa Aisha Jumwa, kuna stakabadhi za kisheria ambazo hizo ni lazima ziwe zinapatikana. Kwa hivyo tunataka kuona ile registration company ama the certificate of incorporation, tuone hizo stakabadhi zote, maybe ID zake, the shares ambazo ziko pale, tuone kama kweli haya maneno mnayozungumza ni ya kweli. Ukianza I dare them. Unajua kwa sababu uko hapa Mheshimiwa Aisha Jumwa, and you know ya kwamba itakuwa ni vizuri ukiwa unaweka mambo ya wazi kabisa. You've had the allegations. So the truth is Aisha Jumwa hajawahi maishani mwake. Hata ukienda kuangalia records kwa Register of Company, hutaona Aisha Jumwa Karisa Katana ameregister kampuni yoyote maishani. Naam, kitu cha kwanza tunaweza angalia pale ni kwa Aisha Jumwa alijibu tuhuma za zabuni. Manake moja maswali ya kwanza aliulizwa ilihusu madai kwamba
aliwahi kunufaika na zabuni ya kusambaza magari katika kaunti ya Kilifi, na katika majibu yake Aisha Jumwa alikanusha madai hayo. Alisema kuwa hajawahi kusajili kampuni yoyote maishani mwake. Hata ukikagua sajili ya kampuni nchini, jina lake halitapatikana kama mmiliki wa kampuni, na kwa maoni yake madai hayo ni propaganda za kisiasa. Alisisitiza kuwa anayetoa tuhuma hizo anapaswa kuwasilisha ushahidi kama vile cheti cha usajili wa kampuni, nyaraka za zabuni au vielezo vingine vinavyodhibitisha madai hayo. Na kwa kifupi, msimamo wake ni kwamba hana kampuni yoyote, na hivyo anasema hawezi kuwa alinufaika na zabuni hizo. Naam, mabibi na mabwana, hebu tuchambue kwa ndani hii mahojiano ya Mheshimiwa Aisha Jumwa. Inaonekana ameweza kutoa mahojiano makali, imeweza kuleta mjadala katika siasa. Na swali la kwanza aliweza kuulizwa pale ni kuwa inaonekana alipewa kandarasi ya kuleta magari, ya kununua magari pale kwenye Kilifi County, na ilisemekana kuwa ile kandarasi ile aliweza kununua magari yaliyokuwa yamezeeka, na haikuweza kuambatanisha na kile kilichotakiwa aweze kuleta kwenye Kilifi County pale. Kwa hivyo, lakini kwa maoni yake na kwa madai yake ni kuwa hiyo ni propaganda tu, hakuweza kupata kandarasi kama hiyo, na wale wanaotoa matamshi kama hayo wanatakiwa watoe ushahidi, na kama ni ushahidi na yaweza kupelekwa kotini, wapeleke kotini ndio iweze kudhibitishwa kwa kweli kuwa ni ufisadi ulifanyika ama ni pesa za mali ya umma ilipotea pale. Na kwa hivyo kwa mujibu wake, yeye hakuweza kunufaika katika zabuni hile, alikuwa ni malalamishi ya uongo, na kwa hivyo watu waache kumsingizia. Na mabibi na mabwana, maoni yenu ni gani pale? Hebu nielezeni pale, nyinyi mnaona ripoti gani pale mkiwa Kilifi? Mnakubaliana na Mheshimiwa Aisha Jumwa? Hebu nielezee pale kwenye comment section. Nafasi ambayo unaiona kufikia sasa, kaunti ya Kilifi, mwelekeo wake unaenda kinamna gani? Kufikia saa hizi ndio mwelekeo wa Kilifi County ni mwelekeo mbaya sana. Na Kilifi County mahali ilipofika ni kama vile ambavyo uko kwa ditch. Lakini 3/4 ndio ya mwili wako umeshaingia, bado kipande kama robo utumbukie kabisa. Hapo ndipo ilipo Kilifi County hivi sasa. Ya, kwa hivyo tuna kila sababu ya kustopisha uongozi ulioko ikifika 2027 mwezi wa 8 tarehe 10. Tuhakikishe ya kwamba uongozi uliopo umeenda nyumbani, kwa sababu uliaminiwa uongozi uliopo. Na hivi sasa mahali umetufikisha kama watu wa Kilifi County ni kwamba hatuwezi tena kuruhusu uendelee, ama si vyema tena kuruhusu uendelee. Kwa sababu kile kipande kilichobaki huku nyuma lazima kiwe kitapata muuguzi ama mtu ambaye pia anaweza kurescue ile 3/4 ambao tayari ishazama, kuirudisha katika hali yake ya uhai. Na sivyo akiendelea, basi itabidi tutumbukie sisi wote, na Kilifi County si ya mtu mmoja, ni yetu sisi wote. Talking about muuguzi, kufikia sasa tunaye muuguzi ambaye yupo pale, na katika njia moja au nyingine anajaribu kuweka mambo kisawa sawa, lakini katika mazungumzo yako katika majukwaa pale umemkosoa Gavana Gideon Mung'aro ukisema kwamba maendeleo hayaendi kwa kasi inayotarajiwa. Labda kwa maoni yako, ni miradi gani ambayo unaona kwamba yangepewa priority na kufikia sasa gavana ni kama analegeza kamba vile? Si kwamba maendeleo ya Kilifi County hayaendi kwa kasi. Hayako kabisa. Hayapo kabisa. Mimi nataka kusema hayako kabisa. Katika mustakabali wa 1 mpaka 10 waweza kusema tu 2%. Kwa sababu ya yale maneno tu anayotoka akiongea, magari labda kutembea hapa na pale, but in reality hakuna kitu cha msingi ambacho kinafanyika kwa ground. Na mimi nataka niseme ya kwamba Kilifi County inapokea migao mikubwa sana ya hela ndani ya Kilifi County. Na sababu ya wale drafters wa hii constitution wakaona ya kwamba ugatuzi
uwe moja katika lile jambo kuu katika serikali katika taifa letu la Kenya. Kukawa na serikali moja kuu alafu na serikali 47. Yani manake ni kwamba sasa watu waweze kujizungumzia, watu waweze kujipangia kulingana na resources zao, na services zifike mashinani kwa wananchi kwa mpigo na kwa vitu ambavyo vitaleta impact katika maisha yao. Lakini ukiangalia hivi sasa Kilifi County iko na shida kubwa sana. Ya kwanza ile, I mean the biggest challenge Kilifi County is facing today is the growing burden of the pending bills. Sasa hilo tayari linakwambia uchumi wa Kilifi uko gizani, umefifia, na hakuna circulation ya pesa katika mifuko ya watu wa county ya Kilifi. Very true. Jambo la pili, hivi tunavyokaa hapa, kuna mwezi ama miezi miwili Kilifi County haina maji. So ikiwa tunafanya hivyo, kwanza number one, ujue maji kikatiba ni kwamba ni haki yetu sisi. La pili, sisi kama Kilifi County we are scaring investors, na wale ambao wako tayari pia wana struggle sana kuona kama biashara zao zinaweza kusimama. So mbali na home use, wale ambao tunawategemea kama wafanyi biashara, investors like the hoteliers ama the tourism industry, hospitality kule in Kilifi County, mimi nakwambia watu, mimi najua kabisa kwa sababu wale watu mimi washakuja kunifuata na wanasema kufikia sasa hii sasa maji peke yake imekuwa a threat kwa hawa investors na wale watu ambao wako katika tourism industry na let's say all the hoteliers. Wanasema sasa watu wanapanga safari, wanataka kuja kuvisit Kilifi, lakini sasa ukiangalia the most important component ambayo ni wawe wanaweza kuja hapa na wakaifurahia na wakaisherehekea mbali na maji ya bahari, because Kilifi County is blessed with the vibrant coastline. So mbali na hiyo, wao watu wanasema ukiingia baharini utaogelea, lakini ukirudi ndani maji ni ya so ina scare pia investors, ina scare the tourism sector, na sisi wenyewe sasa kama wananchi. Mahali kama hospitali, kama maji hayako, unategemea hii Kilifi iwe vipi? Na sababu kubwa ya kwamba kwa nini bidhaa muhimu kama hii haiwezi kupatikana ni kwa sababu ya ubadhirifu wa fedha na kutokuwa na clear plan, yani vipi tunaweza kuhakikisha kwamba maji tunayapata. Na kitu cha pili ni kuwa alisema kuwa Kilifi iko katika hali mbaya. Manake Aisha Juma alieleza kuwa hali ya kaunti ya Kilifi kwa sasa ni mbaya sana, na kwa mujibu wake uchumi wa kaunti umedorora. Hakuna miradi mikubwa yenye athari kubwa kwa wananchi inayoonekana mashinani, na serikali ya kaunti inapokea fedha nyingi kutoka serikali kuu, lakini wananchi hawaoni matokeo yanayolingana na kiwango cha fedha kinachopelekwa. Na kwa mtazamo wake, uchaguzi wa mwaka 2027 utakuwa nafasi ya wananchi kuamua kama wataendelea na uongozi wa sasa au kuleta mabadiliko. Na mabibi na bwana, pia kuna kitu cha pili pale Mheshimiwa Aisha Juma aliweza kusema pale ni kuwa kulingana na maoni yake, inaonekana pale Kilifi kwa sasa imefikia iko hali mbaya na hali imezoretesha. Inaonekana kuwa hata alipeana pale kwa mfano akisema ni kama Kilifi imezama mwili mzima huko chini ya ardhi, imebaki tu ni shingo, imebaki tu juu, na tusipozingatia kwa ziada inaonekana ni kama mwili wa kaunti mzima utazama. Na kwa hivyo anatoa mwelekeo mpya ili aweze kubadilisha mienendo ya uongozi pale, ndio Kilifi County iweze kuendelea kuwa na maendeleo pale. Lakini kwa mujibu yake kwa sasa anaona ni kama uongozi wa Mheshimiwa Governor Gideon Mung'aro hauleti manufaa kwenye Kilifi County. Na ndio ningependa kuwauliza wananchi wakazi wa Kilifi, mnaonaje? Mnakubaliana na maoni ya Mheshimiwa Aisha Juma? Hebu nielezeni pale kwenye comment section.
Mheshimiwa Aisha Jumwa, and you know you are a good friend of mine, lazima lakini tuzungumze hii. Unataka hichi kiti ambacho kinadaiwa 12 billion saizi as we speak, ya pending bills. Exactly. How utalipa vipi hizi 12 billion? Manake zitakuja ikiwa wananchi wa Kilifi watakuchagua, zitakuja kwako. How are you going to pay this 12 billion, Mheshimiwa Aisha Jumwa? Ukiangalia kila kiongozi ambaye anaingia katika kiti hicho anasema kwamba madeni haya niliyapata na ile serikali iliyopita. Yes, uko tayari kurithi madeni, na kurithi madeni inamaanisha kwamba shughuli kama hizo Kimawasco, maji, masuala ya afya bado yatakwama. Je, uko na suluhisho la kukamilisha hili deni la pending bill? Nataka niseme hivi. Ndio. Jambo la kwanza kabisa ambalo linanifanya mimi Aisha Jumwa natafuta kiti cha ugavana wa Kilifi. Ndio. Is to restore physical discipline. Okay. Kwa sababu ikiwa kuna gavana yoyote ataingia hapa na afanye vile huyu anafanya, nataka niseme ya kwamba hakuna vile tutaweza kuyalipa haya madeni. Ndio. Kufikia sasa, unamaanisha nini Mheshimiwa Aisha Jumwa, ya kwamba huyu ako hapa, huyu ambao anafanya nini? Ndio nataka kuyazungumza sasa hayo. Sawa, tuende tuzungumze. Yes. Nataka unajua usiseme tu tuko na madeni na hatujui sababu zake. Kwa hivyo mimi nataka niseme ya kwamba mwaka wa 2024 yes. 25 hii Kilifi County kulingana na Auditor General report ilikuwa na deni inayo exceed 11 billion. Okay. 24-25. So 25-26 hili deni kufikia mwezi wa 3 tarehe 31 Kilifi County ilikuwa imelipa deni la shilingi bilioni 2 milioni 85 yes. na bla 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 huko. Kwa hivyo mimi kitu ambacho nataka niwaambie ya kwamba hili deni tunangoja ripoti kamili ya mwaka kufikia sasa June yes. ya 2025-2026. Auditor General akitoa ripoti yake tutajua hesabu kamili ya deni la Kilifi County. Yes. Lakini swali ni Kilifi County kulingana na ripoti tena hiyo ya mhasibu ni kwamba serikali iliyopita ndani ya miaka 10 iliacha deni la 1.2 billion. Haya hili deni lote limetengenezwa na serikali iliyopo mamlakani hivi sasa. Limetengenezwa. Okay. Si ati ni deni la ukweli. Na kitu cha tatu pia ni kuwa na madeni ya wakandarasi na ukosefu wa maji. Aisha Jumwa alitaja changamoto mbili kuu zinazokabili Kilifi, na kitu cha kwanza alisema ni madeni ya wakandarasi. Alidai kuwa serikali ya kaunti ina deni kubwa kwa wakandarasi na wasambazaji wa huduma, na kutolipwa kwa madeni hayo kumepunguza mzunguko wa fedha katika uchumi wa Kilifi. Wafanyabiashara wengi wameathirika na kwa kusubiri malipo kwa muda mrefu. Na mabibi na bwana, inaonekana pale kwa maoni ya Mheshimiwa Aisha Jumwa, Kilifi County ina matatizo mawili. Tatizo la kwanza ni madeni ya makandarasi, na pale aliweza kusema kuwa hii deni ya wakandarasi inaonekana ni kama inalipo kwa watu wachache na wengine hawalipwi. Inaonekana kama uko na uhusiano wa karibu na Mheshimiwa Governor, kandarasi yako inalipo, lakini kama huna uhusiano, kandarasi yako hailipo. Na basi inaonyesha kuwa kuna wale wanafanya kazi kwa county, wanaleta bidhaa zao ama wanaleta kazi zao pale, wanafanya kazi kama ni kazi ya ujenzi, wanafanya kazi lakini hawalipwi pesa ile. Na kwa maoni yake inaonyesha kuwa wafanyabiashara na wanakandarasi wanataka kugoma kwa sababu hawajalipwa pesa yao. Na kwa mujibu yake aliweza kusema kuwa ataweza kufanya ile utafiti, ataweza kuangalia kwanza akiwa pale atapewa usukani, ataweza kufanya ile audit, aweze kuangalia ni kina nani haswa walifanya kazi na wakolipwa. Alitumia ile tamshi ya FIFO, yani fast in fast out, kumaanisha kama ulifanya kandarasi wa kwanza, kama tuseme ulifanya kandarasi mwaka uliopita, pale malipo itaanza na wewe. Haitakuwa ati kama wewe umefanya kandarasi wiki iliyopita na kuna ule alifanya kazi mwaka ujao, sasa ule mwenye alifanya kandarasi wiki iliyopita ndo analipwa kwanza. Na itaanza na ule mwenye alifanya kazi mwaka ujao, na hivi ndo utaweza
kumaliza zile pending bills. Lakini kitu kingine pia aliweza pale kusema ni kuwa wakati gavana aliyekuwa gavana Amason Kingi aliwacha pending bills ya bilioni 1, na anasema kuwa saizi katika serikali ya Mheshimiwa Gideon Mung'aro ile deni imeweza kufika bilioni 12, na kwa hivyo anatoa malalamishi pale kuwa ni kama haya madeni ni ya kutengenezwa, si ya ukweli, na inaonekana ni kama Mheshimiwa Mung'aro analeta uongozi mbaya, lakini hakutoa ushahidi, hakuonesha vile hiyo deni imefika bilioni 12. Yeye aliweza tu kutoa malalamishi. Nakumbuka swali la kwanza yeye aliulizwa ni kulikuwa na malalamishi kuwa ulinufaika katika kandarasi ya kusupply magari na ukanunua magari mazee, lakini yeye akatoa malalamisho kwa kusema hiyo ni propaganda. Lakini yeye mwenyewe anatoa propaganda kuhusu Mheshimiwa Gideon Mung'aro. Anasema Gideon Mung'aro alipi zile pending bills, ndio maana zimefika 12 billion, na haelewi kwa nini imefika 12 billion. Manake kuanzia 2022 aliyekuwa gavana aliacha pending bills ya bilioni 1. Na tukiangalia pale kwenye Public Accounts Committee tuliona Mheshimiwa Gideon Mung'aro aliweza kuhojiwa na wenyekiti wa Public Accounts, na aliweza kuwajibika kweli na kusema hii pending bills mimi hata siyaelewi, imetokana na hii kampuni ya Raindrops, na aliweza kusema kwa kweli na akawajibika, akasema kweli hii kampuni ya Raindrops ni aliyekuwa gavana na yeye ndo anaelewa mambo ya kuhusu hizo pending bills. Lakini hatumuoni Mheshimiwa Aisha Jumwa akitaja hizi pending bills, ni nani anayehusika na hizi pending bills. Kwa hivyo alificha ile jina Amason Kingi, hakuweza kumtaja, na ni kama pia anamficha Amason Kingi. Kwa hivyo ni kama kuna mgawanyo, kuna utofauti wa maoni pale. Wanaonekana kuna mmoja, Mheshimiwa Gideon Mung'aro aliweza kuwajibika, akasema hizi pending bills makosa yake ni aliyekuwa gavana, lakini Aisha Jumwa hataki kusema makosa ya pending bills ni nani. Aliweza kuficha ile jina, na kwa hivyo hatujui kama anamtetea Amason Kingi ama anampinga Amason Kingi. Manake nani anaweza kujibu haya maswali ya pending bills? Ni aliyekuwa gavana, na aliyekuwa gavana kama asemi lolote, kama Public Accounts iliweza kubainisha wazi kuwa ni shida ya aliyekuwa gavana, basi nani anafaa kulaumiwa? Unaona. Kwa hivyo yeye akiacha ile jina Amason Kingi, inaonekana amechukua pande wa Amason Kingi, na kama kitu moja tujui pale Kilifi ni kuwa kama kuna tofautiana kati ya gavana wa saizi Gideon Mung'aro na aliyekuwa gavana Amason Kingi. Lakini kenye tunajua ni kuwa viongozi wa pwani walikuwa na mkutano leo, wote walikuwa pamoja. Inaonekana wote wanafaa wafanye kazi pamoja, manake wote wanapigania kutafuta kura za Mheshimiwa Ruto. Hawataki kuonekana wanatofautiana kisiasa kwenye county, lakini kwenye mazungumzo ya national government serikali kuu wanataka waonekane wanamuunga mkono William Ruto. Na Aisha Jumwa mwenyewe pia ni kiongozi wa UDA, na yeye pia anamuunga mkono William Ruto. Kwa hivyo kuna pale kuchanganyikana pale. Inaonekana viongozi wote wa pwani wanaunga mkono Mheshimiwa William Ruto, lakini ikifika pale kwenye county inaonekana Aisha Jumwa anatofautiana na Mheshimiwa Gideon Mung'aro. Lakini hatuoni Mheshimiwa Gideon Mung'aro akitofautiana na aliyekuwa gavana Amason Kingi. Kwa hivyo kuna mchanganyiko pale, watu wa Kilifi wanashindwa ndio vipi. Inaonekana kwa upande mmoja tunaonekana viongozi wa pwani wako pamoja, lakini ukimsikiza Mheshimiwa Aisha Jumwa inaonekana wako pamoja, na hata Mheshimiwa Aisha Jumwa hakuwa kwa hiyo mkutano wa viongozi wa pwani. Kwa hivyo kuna ile mvutano pale, inaonekana Aisha Jumwa ameweza kufichua na wanakilifu wameweza kuona kwa wazi kutokana na hiyo mahojiano ya Coco FM. Naam, na tatizo nielezeni pale kwenye comment section maoni yenu ni gani kuhusu hii madeni ya kandarasi. Unakubaliana na Aisha Jumwa ama waonaje? Na kitu cha pili aliweza pale kusema ni tatizo la maji. Kwa mujibu wake, baadhi ya maeneo ya Kilifi yamekosa maji kwa muda mrefu, manake hali hiyo imeathiri wananchi wa kawaida, hospitali na sekta ya utalii. Alisema pia wawekezaji wanaogopa kuwekeza kutokana na changamoto ya upatikanaji wa maji licha ya Kilifi kuwa na ukanda mkubwa wa pwani. Alidai kuwa hali hiyo inatokana na kutolipo kwa madeni ya wanasambazaji wa maji, ukosefu wa mipango ya madhubuti,
ufisadi ya matumizi mabaya ya fedha za umma. Na mabibi na mabwana, hebu nielezeni, sisi wote tunajua kuna tatizo la maji. Mimi mwenyewe nimetembea, nimekuwa pale Kilifi, nimeweza kuona wakazi wa Kilifi wanaenda kuchota maji na jerikani ile ya yellow. Nikashindwa ndio vipi usambazaji wa maji inaendelea vipi hapa, na bahari iko pale pale. Ukiangalia manifesto yangu pia nimeweza kutoa proposal pale tuweze kujenga ile desalination plant, ndio tuweze kuvuta maji kutoka baharini tuweze kusambaza kwenye kaunti mzima. Na lakini Mheshimiwa Aisha Juma ameweza kufichua siri pale, ameweza kusema kuwa kaunti hailipi ile state organization ile ya coastal water development. Unaona inaitwa vipi? Inaitwa Coast Water Works Development Agency. Hii ndio ile serikali inayohusishwa na kusambaza maji pwani mzima. Unaona? Kwa hivyo kama hii kazi ya hii agency ni kusambaza maji Kilifi mzima, na inawalipisha Kilifi bei fulani kusambaza hii maji, inaonekana kuwa hii Water Development Agency wanakata ile maji sababu hawajalipwa, na kwa sababu hiyo maji imekatwa, wakazi wa Kilifi wanakosa kusambaziwa ile maji, na inaleta shida mkubwa. Na ndio ile ameweza kutoa, kwa sababu kwa wanasema hata kwenye sekta ya utalii, watalii wanakuja pale, wanaenda pale hotelini, hakuna maji safi. Wanatembea, wanaona kuna bahari mzuri, wanaogelea vizuri, lakini wakienda hotelini hakuna maji safi ya kunywa, hakuna maji mzuri ya kutumia. Kwa hivyo inaleta changamoto. Na pia ameweza kutoa pia malalamishi kuwa hospitali pia hazina maji. Unajua maji ni afya na maji ni haki. Kwa hivyo kama hospitali pia haina maji safi, inaleta ile mjadala kubwa kwa kuhusu ni nini haswa inafanyika pale kwenye Kilifi County, kama kazi ya kusambaza maji pekee yake inawashinda. Unaona? Na kwa hivyo hii malalamishi yote inamwelekea Gavana Mung'aro. Ni kama namlaumu Gavana Mung'aro halipi zile pending bills za kulipa maji. Hajatuelezea ni pesa ngapi haswa inadaiwa, hajafanya ile utafiti kujua ni pesa ngapi inadaiwa na kwa nini haijalipwa. Hatujasikia malalamishi kutoka Coastal Water Development Agency wenyewe pia wakisema hatujalipwa na kwa nini hatujalipwa, na tumejaribu kuenda kotini hivi na hivi. Kwa hivyo kulingana na ni kweli kuna shida ya maji, kila mtu anaweza ona, lakini hatujui hii shida ya maji inatoka wapi. Unaona? Hatujui kama ni pesa haijalipwa, hatujui kama ni hakuna maji, hatujui kama ni maji iko lakini haifikii kila mtu. Unaona? Kwa hivyo inaonekana pale Mheshimiwa Aisha Juma anafaa afanye utafiti kwa ziada na aweze kupata ripoti kamili. Aliweza kusema sijui kama kuna komiti ya watu wanamsaidia kufanya utafiti, inafaa kae chini na komiti, anambia haya, wewe fanya kazi yako ni nitafutie information ama tafuta utafiti wa kisa hichi cha maji, wewe fanya hiki kisa hichi cha ufisadi, wewe fanya hivi. Yani kila mtu awe na kazi pale ya kumsaidia kutafuta ile utafiti. Maana kija ukiwa pale kwa mahojiano unasema tu hii lakini hauna ile udhibitisho, inakuwa yani kama unafanya propaganda. Kwa hivyo pale, na ndio alisema inaonekana pale alikuwa na kijikaratasi, ile kijikaratasi hatujui kama ni ushahidi, hatujui kama ni, inaweza kuwa tu ni ile talking points, inasema acha niseme hivi, lakini si ushahidi kamili ya kuwa nimepata report kutoka Coastal Water Development Agency na wameniandikia barua, wameniambia ni hivi na hivi na nimedhibitisha mimi mwenyewe. Unaona? Kwa hivyo tatizo la maji mimi nakubaliana naye, kuna tatizo la maji, na solution ni gani? Hakutoa solution. Kwa maoni yake solution ni kulipa wale wa Coastal Water Development Agency. Wakilipwa maji itaweza kusamba. Lakini kumbuka hiyo si shida peke yake. Maana yake Coastal Water Development Agency inasambaza maji pwani mzima. Swali ni hiyo agency iko na uwezo wa kusambaza maji pwani mzima ama iko na uwezo tu wa kusambaza maji kwa wale wadosi? Unaona? Kwa hivyo Kilifi County inafaa ikae chini kivyake, isiangalie Mombasa wanaangalia wanasemaje, sijui Taveta ama Tana River wanasemaje, au Kilifi wanafaa kae tu chini wajiangalie kivyetu Kilifi tunawezaje kutatua tatizo letu la maji. Na mimi tayari nishafanya pendekezo langu pale kwenye manifesto, na tumaini tu mimi wakiniita pale tuzungumzie kuhusu hiyo desalination plant, naweza kuwapa ripoti kwa wazi na kwa undani.
Lakini mabibi na mabwana, hebu nielezeni pale maoni yenu kuhusu tatizo la maji. Nitashukuru pale kwenye comment section. Wamejenga, project zimeisha, lakini hakuna kitu ambacho kinafanya nini? Kinalipwa. Niliona wengine walikuwa wamesema wataandamana. Sasa wale watu kama wale na wale wengi ambao wanakufia nyumbani polepole ni watu ambao wamekuwa frustrated na county government of Kilifi. Alafu pia kuna selective payment ambazo mimi nazizungumzia hapa. Na mimi nataka niwaambie, na nimetangulia kusema ya kwamba ninapopata hii nafasi ulipaji wa madeni haya ambayo yapo, mimi nitahakikisha ya kwamba kwa sababu si madeni ambayo mimi nitakuwa nimeyacreate, ni lazima nitaunda committee kwanza, a verification committee yani gani eligible debt ambazo tutakuwa tuko nazo kutokana na contracts ambazo tumepewa na service ambazo zimekuwa provided because hawa watu hawakopeshi mtu binafsi, wanakopesha serikali ama wanafanyia kazi serikali. So mimi yale nitakayokuta, because government is perpetual, mimi nitahakikisha ya kwamba yale kwanza nimeunda committee. After that report imepatikana, I will publish hayo madeni yote. Kila mtu aone haya ndo madeni na hawa ndo watu waliokuwa wamefanya kazi wanadai serikali ya transparency kabisa. Orodha ya majina hausemi tu kwa sababu. Na kitu cha nne ni kuwa mpango wake wa kushughulikia madeni ni kuwa Aisha Juma alisema endapo atachaguliwa ataunda kamati ya kudhibitisha madeni yote. Orodha ya madeni itachapishwa hadharani, malipo yatafanywa kwa mfumo wa fast in fast out, na ili kuhakikisha waliotoa huduma mapema ndio wanalipwa kwanza. Alisema ataleta nidhamu ya matumizi ya fedha za umma na kuhakikisha sheria za ununuzi wa bidhaa na huduma zinafuatwa. Na mabibi na mabwana, hii ndio kitu pia aliweza kusema pale. Aliweza kusema kuwa Kilifi County haina ile nidhamu ya matumizi ya fedha, na inasemekana kuwa kuna mapendekezo ya kulipwa kwa kandarasi. Ule anayemjua gavana vizuri ndo analipwa, ule ajuani na gavana vizuri halipwi. Na kwa hivyo aliweza kutoa ile fast in fast out principle. Ile inamaanisha kuwa kama ulifanya kazi mwaka ujao na mwingine amefanya kazi wiki iliyopita, ule mwenye alifanya kazi wa mwaka ujao ndo atalipwa kwanza, na ule mwenye alifanya kazi wiki iliyopita atalipwa mwisho. Na kwa hivyo hii, kwa maoni yake, hii inaweza kusaidia kutatua ile pending bills. Na kumbuka pia aliweza kusema atatengeneza kamati ifanye ile audit. Na ile si lazima tu kutengeneza kamati, ile kitu unaweza fanya tu mwenyewe. Unaweza chukua tu ile audit report kama vile amesema, aliangalia audit report. Nilikuwa nategemea atakuwa na ile audit report ya Kilifi County Auditor, aoneshe kuwa auditor wa county anasema hivi na inaonekana ni hivi, lakini si hivi. Aoneshe kwa wazi ni wapi akubaliane nayo. Lakini ile kutamka tu bila kuleta ile report inakuwa tu ni propaganda, inakuwa tu ni kama ulifanya mahojiano ili ujisifu, ili uonekane tu kwa upinzani, haina ile umaarufu yani. Kwa hivyo kwa maoni yangu pale, inaonekana hii mahojiano hakujiandaa vizuri, na inafaa kama atafanya mahojiano mengine ukaribuni akuwe na ushahidi wa kutosha, na akuwe na ile kitu anaweza onesha hata wale wanahabari kuwa oneneni, mweke pale kwenye runinga ndo watazamaji waweze kuona nini naongelea, ama hata afuatilie pale kwenye Facebook yake ama kwa social media pale, mitandao ya kijamii, aweze kuonesha kuwa Coco FM niliweza kusema hivi, na ni kama sikupewa nafasi ya kutosha kuzungumzia hii, naendelea kwa mazungumzo hayo hapa kwenye mtandao ya jamii na hivi na hivi, ndio weze wale wafuasi wake ama wale wanamwamini ama wanataka kumpigia kura wataweza kuona manifesto ya Aisha Juma ni atapambana na mambo ya madeni hivi, na wale wafanyabiashara wanaofanya kazi pale Kilifi wataona kama Mheshimiwa Aisha Juma anaelewa shida ya Kilifi ama haelewi. Unaona? Naam, mabibi na bwana, hebu nielezeni pale kwenye comment section. Ninayoyasema si tuko hapa, mimi haya ninayoyasema ndo nitayafanya. Then I will apply the FIFO principle. Which FIFO principle ni gani? First in, first out. First in, first out. Hiyo ni gani tena Mheshimiwa Aisha Juma? Nakwambia kwa sababu nimesema kuna selective payments ambazo huwa zinafanya. Wacha hata sasa kwa contractor, even to the staffs.
watu wanadai marupurupu yao, wafanyikazi wa county, lakini wale wanaojulikana wako karibu na huyu, wako karibu na huyu, wanakuwa sorted out, lakini wale wengine wanabaki tu wakisononeka. So mimi nataka niwaambie the FIFO principle, hiyo itakuwa nitai-apply vilivyo, first in first out. Yes. Kwa sababu gani? Huwezi kuwa mtu amefanya kazi hapa miezi 6 iliyopita, then anakuja analipwa mtu ambaye amepata kazi mwezi ama miezi 2 iliyopita, na mtu amesupply ama amejenga mwaka uliopita, lakini yeye bado ako chini ya mikilifi analia. In my government, mimi nakwambia, I will never bend the law to accommodate inefficiency. No way. Mheshimiwa, kufikia sasa hivi unatetea na sehemu ya 5 ilikuwa ahadi ya kupambana na ufisadi. Manake katika mahojiano hayo Aisha Jumwa alisisitiza kuwa atajarejesha nidhamu ya kifedha katika serikali ya kaunti, miradi itatekelezwa kulingana na bajeti iliyoidhinishwa, atapunguza matumizi yasiyo ya lazima ya kuzuia mabadiliko ya mara kwa mara ya bajeti yanayoweza kufungua mianya ya matumizi mabaya ya fedha, na alisema hatua hizo zitasaidia kupunguza ufisadi ya kuongeza uwajibikaji. Na mabibi na bwana, kitu kingine pia aliweza kusema pale ni kuwa kuhusu mambo ya ufisadi. Aliweza kusema kuwa Kilifi County tunapoteza pesa kupitia mambo ya ufisadi, na kama alivyosema pia kuwa wale alimtaja ule mbunge Owen Baya akisema ni direct beneficiary wa Kilifi County. Nionekana ni kama yeye ule Owen Baya anapewa kandarasi, anaweza kulipwa kwa pesa taslimu, na kuna baadhi ya viongozi wengine pale wanahusika, na ndio maana hawamuungi mkono. Alikuwa anaulizwa mbona Owen Baya ni mbunge wa UDA lakini hakuungi mkono, na aliweza kusema aniungi mkono manake yeye tayari ananufaika kutoka na uhusiano wake na Mheshimiwa Governor Mung'aro. Kwa hivyo inaonekana pia tayari kuna mgawanyiko pale kwa UDA, manake kama kiongozi mbunge wa UDA hamuungi mkono gavana mtarajio ama anapanga kuwania kiti cha ugavana Aisha Jumwa, inaonekana Aisha Jumwa yeye mwenyewe pia hajaweza kumshawishi ama kuwashawishi wa viongozi wa UDA kuwa ni yeye ndo anafaa kuungwa mkono. Unaona? Na nilikuwa nimesema kama saizi kuna amesema kuna alitamka pale akisema kuna broad based government, na broad based government wote wanamuunga Rais Ruto mkono, na kwa hivyo kama kila mtu anamuunga Rais Ruto mkono, hakuna utofautiano kati yao. Kwa hivyo yeye akianza kuleta ule utofautiano, inaonekana kuna mgawanyiko pale kwenye Kilifi County. Na Mheshimiwa Ruto sidhani kama angependa kuona hii, manake punda ataanza kutofautiana na viongozi, yeye agawanyishe kura za UDA na ODM, na pale kuna broad based government, inaonekana pale kura za UDA zitapunguka, ama ushawishi wa UDA pale Kilifi ama pale Pwani utapunguka, na inaweza kumkosesha Rais Ruto ile urais. Kumbuka pale kuna vyama vingine vinakuja pale, kuna Linda Mwananchi nataka kujitokeza pale, kuna viongozi kama Wiper, kuna DCP, na kwa hivyo wakiona kuwa hata Aisha Jumwa mwenyewe ya UDA na aungani mkono na wana ODM wenye wako broad based, inaonekana basi kuna tofautiano wa maoni pale, na inaweza kusambaratisha ile uchaguzi. Inaweza punguza ile idadi ya wapiga kura wanaotaka kupiga kura upande mmoja, na hii mambo ya ufisadi anavyofichua siri na kutaja maneno ya wale wanaohusika na hii mambo ya ufisadi, basi inaweza kuleta matatizo na hao viongozi wanaotajwa. Na mabibi na bwana, hebu nielezeni maoni yenu ni gani kuhusu kupambana na ufisadi? Unaona kuwa Aisha Jumwa ana uwezo kamili wa kupambana na ufisadi, ama kazi hiyo ya kupambana na ufisadi itamlemea? Hebu nielezeni pale kwenye comment section. Si by the way, nini kwa hiyo paper ni nini hiyo? Sasa haya nilikuwa ile swali ulilouliza kwa nini natafuta ugavana, lakini you were so specific ya kuhusu tu mambo ya pending bills. Si lazima tuzungumze tu, lakini mimi nilikuwa nimesema kuanzia kwangu kabisa. Kwa nini Aisha Jumwa? Why Aisha Jumwa? Why Aisha Jumwa? Kwa sababu Aisha Jumwa anataka kuleta usawa, utendakazi na uwazi.
ndani ya Kilifi County. Ndio. Na nataka niseme ya kwamba usawa ni hivi. Mimi nikishachaguliwa bwana, sitachaguliwa na Wamijikenda peke yake. Kilifi County is a cosmopolitan county. Yeah. Na hawa ndugu zetu mimi nimewapa jina kuwaita sisi Wamijikenda plus mji wa 10. These are the gamers of Kilifi County. Kambas of Kilifi County. Luos of Kilifi County. Kisis of Kilifi County. Luyas of Kilifi County. Masai, the Kalenjins. Na hawa wote and the minority communities ambao ni Wabajuni, ni Waata. Hawa wote ni watu wa Kilifi County. Kuleta usawa ni kusemaje? Mimi katika baraza langu la mawaziri na hili tena nataka watu wa Kilifi walinukuu kwamba nikipata ile kamera yako naambia na my producer ya kwamba kamera yako ndio hii hapa. Wanakusikiza na hiyo sasa. Exactly. Mheshimiwa Aisha. So nataka hili pia walinukuu wakazi wa Kilifi ya kwamba katika baraza langu la mawaziri watakaa watu 13. Gavana ambaye ndio mimi. Deputy wangu. Ushamchagua deputy by the way? Deputy sasa unajua na time yake ya kuwa unveiled. Ushamchagua lakini. Unajua hawa wanakuwa kama mabibi harusi. Deputy president anatolewa mwisho. Deputy wale hujamchagua bado. Watu hapana. Yo, sijamchagua but I have one in mind. Na nilisema kabisa kwamba atakuwa mchoni. Hilo nilisema atakuwa mchoni kwa nini? Na nilisema kwa sababu nataka niseme tuseme tu ukweli wa haki kabisa. Hii Kilifi County iko na makabila kama nilivyosema 9 plus hawa sasa ndugu zetu wa mji wa 10. Alafu sasa unajua kitoka mwana mkubwa anakuja mwana wa pili ambaye ni mchoni. So mimi hayo ndio ukweli wangu ninaouona na mtazamo wangu. Na mtazamo wangu mtu wa pili kuwa katika ngazi ya kikaunti ni mchoni. Na mimi nimesema nitafanya hivyo kwa sababu nauona huo ndio ukweli. Lakini katika baraza langu nimesema nitauleta usawa kwa sababu nitakuwa mimi pale Mwijikenda. Yule mwingine ni mchoni. Tunashuka pale Mkauma. Tushuke pale Mkambe. Then hawa watakuwa hawajafikisha ile idadi ya sisi tumesema, manake kabila mbili kubwa zingine ni Mdigo na Mduruma ambao wako South Coast. So hawa ndugu zetu wa bara, hawa ndugu zetu wa bara ambao ni mji wa 10 wa bara wa Kilifi County, ndugu zangu, mimi Aisha Juma nitatembea nao kwa mara ya kwanza. Watajikuta katika baraza la mawaziri ndani ya Kilifi County, ndani ya uongozi wa Aisha Juma. Wakamba, Gema, Wakisii, Waluya, sisi tukiwa pale na wao wako pale, hawa hawawezi kuishi. Ili baraza lako Mheshimiwa Aisha Juma liko na mawaziri inclusive. Liko na mawaziri wangapi ili baraza lako? Mimi litakuwa na 13. So hawa ambao na county attorney pia anakaa pale. The county attorney anakaa pale. Unaona? Lakini hapo ukiangalia wa baraza ambalo liko hivi sasa wote ni Wamijikenda. Unaona iko wapi nafasi? Na zishajazwa zote nafasi za watu wa Mijikenda, miaka 4 inaenda kuisha. Wako wapi hao watu wa bara katika baraza la mawaziri? Na unajua hawa pia hapa ndio kwao. Yule Mkikuyu wa kule Murang'a akifika kule Kang'ata anamwambia huyu ni wa Kilifi. Yule Mjaluo wa kule Siaya akifika kule anaambiwa huyu ni Mjaluo wa Kilifi. Ukiangalia Mluya wa kule Kakamega akifika anaambiwa huyu ni Mluya wa Kilifi. And it is true. Hawa watu ni wa Kilifi County. Lakini wako wapi? Nani anayewahesabu? Hakuna. Wanawaita tu onjooni Wakamba wakapose photo. Unaona? But Mkamba anapata nini in return? Sako hapa, anapiga kura hapa, ana watoto hapa, yeye ni stakeholder hapa, lakini hakuna mtu anayemhesabu. So Mheshimiwa Aisha Juma utawapatia wangapi? Na kitu kingine ni kuwa ahadi ya serikali ni jumuishi. Maanake Aisha Juma pia alizungumzia namna atakavyounda serikali yake. Kwa mujibu wake kaunti ya Kilifi na ni ya makabila na jamii mbalimbali, atahakikisha jamii zote zinapata nafasi katika uongozi. Alisema hata wakazi wa Kilifi ambao asili yao ni kutoka maeneo mengine ya Kenya watapewa nafasi kulingana na uwezo wao. Pia alisema na mtazamo kwamba mgombea mwenza wake anatoka jamii ya Wachoni ingawa hakutangaza jina lake. Na kwa maoni yangu hapa ndio mimi naweza kubaliana na Mheshimiwa Aisha Juma. Aliweza kusema kuwa Kilifi County is a cosmopolitan county, kumaanisha kuna jamii zote pale zinaishi pale. Pale Kilifi County ukienda utaona kuna Wajaluo, kuna Wakikuyu, kuna Wakamba,
kuna Wamijikenda, Wachonyi, kuna kabila zote mpaka wazungu wako pale. Kwa hivyo serikali yake akiweza kusema kwa wazi saa hii ataweza kuleta kila mtu pamoja, basi hii inampatia sifa mzuri, manake yeye atakuwa viongozi wa kuleta watu wa kabila zote pamoja. Lakini pale atakapoonekana anachagua tu jamii moja, sana sana wakati wa kuchagua mgombea wake, akichagua mgombea wa jamii yake, itaonekana pia anasambaza ile sifa ya ukabila, na hakuna ukabila pale Kilifi County. Na manake Kilifi County tumeweza kuishi na watu wa kabila yote, na kama alivyosema ni cosmopolitan, mpaka kuna wazungu pale. Kwa hivyo sifa ya Kilifi pale ni sisi wote ni wa Kenya, tunaweza kuishi pamoja kwa upendo na amani, kuja kuwa na vita yoyote kwa sababu ya kikabila. Na inaonekana kuwa akiendelea na hii mjadala ya kuleta kabila zote pamoja pale Kilifi County, hii inaweza kumpa kura, hii inaweza kumleta hata wale wanaotaka kupiga kura DCP, hata wale wanataka kupiga kura Wiper, hata wale wanataka kupiga kura vyama vingine, itaweza kumuona Aisha Juma kama hata yeye si mkabila, basi hakuna hasara kumpigia kura, unaona. Na hii pia inampa Mheshimiwa Gideon Mung'aro ile competition, manake kushindana naye, manake inaonekana pia ameweza kutaja Mheshimiwa Gideon Mung'aro ni kama pia hazingatii hii mambo ya kuleta makabila yote pamoja. Kwa hivyo Mheshimiwa Gideon Mung'aro pia anafaa kaa chini angalie, hii serikali yangu inaleta jamii zote pamoja ama inatutenganisha, inafanya mapendeleo kwa kabila moja ama inaleta kila mtu pamoja. Naam. Mabibi na bwana, hebu nielezeni pale kwenye comment section. Utaenda na chama gani Mheshimiwa Aisha Juma? Basi na hii yote very good plan. Yes. But utaenda na chama gani? My friend, yes. Mwenye plan ni Aisha Juma, mwenye plan si chama. Sio chama. Exactly. Shikilia hilo wazo. Yes. Ni Aisha Juma. I know the plan, lakini lazima ukoe na safari. Of course you know my party. Yes. But hii ni plan ya Aisha. I know your party is UDA. Exactly. So you're going with UDA. A very strong member. Okay. In fact, not a very do zoning and do away with you, Aisha. Mheshimiwa Aisha Juma, they will do zoning and do away with you. Let me tell you. Yes. Kuna vitu viwili hapa nataka kuvipata. Kwanza number one. Yes. Mimi si member wa UDA tu. I am one of the founders wa UDA. Okay. Hiyo lazima mlijue vizuri. Yeah, I know. Mheshimiwa Rais alikuwa pale. Yes. Mimi nilikuwa pale. Okay. Kila kiongozi kutoka kila region mmoja tu walikuwa hapo tukipanga haya maneno. Okay. Wewe Aisha acha chama chako, wewe Ruto akaacha chama chake cha Jubilee, na kila mtu akaacha chama chake, tukaingia pale tukapanga maneno ya UDA. Yes. Sijui kama unanielewa. Nakuelewa. So mimi nataka niseme, umezungumza maneno ya zoning. Yes. Kuna vitu viwili hapa lazima watu wa Kilifi wavipate vizuri, na hata pia wa Kenya. Na unajua siku hizi wameoana na broad-based. Wameoana na ODM. Na ODM wako na Governor Mung'aro. So they will do away with you, Mheshimiwa Aisha Juma, unless na nilo jambo ambalo Wakenya wanauliza pale, manake kuna wakati ambapo ulitoka UDA ukaingia ukarudi ODM, ukatoka ukaenda UDA. Mimi sikutoka nikaenda Samari. Lakini vile vile pia wakasema kwamba chama hicho cha UDA kilikubandua katika baraza la mawaziri. Zuri anauliza, uko na uaminifu, uko na confidence kwamba bwana mwisho wa siku tutaona ya kwamba baadaye Aisha Juma ametoka tena UDA? Sasa nataka niseme hivi. Okay. Mimi ni one of the founders wa UDA. I know for a fact. Hao wote wanadandia tu. Founder ni nani? Wewe. Mimi Aisha Juma. Yes, I know. Hapa Kilifi County. Kitu ambacho nataka niwahakikishie leo watu wa Kilifi na wa Kenya kwa ujumla. Kuna vitu viwili hapa ambavyo mnavichanganya. Okay. La kwanza, broad based government. Yes. Ikiongozwa na Mheshimiwa William Samoei Ruto, rais wetu. Yes. La pili, zoning. Okay. Kitu ambacho nataka niwahakikishie, na katika kinywa cha party leader wangu ambaye ni rais wa Jamhuri ya Kenya, William Samoei Ruto, hakijawahi zungumzwa na yeye. Ni kitu kinaitwa zoning. Okay. Yeye anazungumzia
maneno ya kuleta serikali jumuishi ambayo ni serikali ya broad based. Na ndio tulipo hivi sasa. Na broad based government ni chama cha UDA kwanza kabla chama kingine chochote. Then na chama cha ODM tukaingia hapa. Vyama vingapi? Viwili. Rais anazungumzia mchakato mzima huo. Na ndio maana ameembrace hawa wengine wote wako katika serikali ya broad based. Maneno ya zoning yanaletwa na wale wa viongozi waoga ambao hawakufanya chochote kwa wananchi. They are irredeemable failures. Hao ndio watu wanazungumza maneno ya zoning. Because kama wewe umefanya kazi katika chama katika broad based tuko Aisha na kuna Mung'aro, UDA na ODM. Na wewe Mung'aro umefanya kazi ya kufanyia wananchi kabisa. Unamwogopea nini Aisha Juma? Na sehemu ya 7 ni siasa za UDA na mjadala wa zoning. Manake katika mahojiano hayo pia alijibu maswali kuhusu nafasi yake ndani ya UDA. Alisema yeye ni mmoja wa waanzilishi wa chama cha UDA, hajawahi kusikia Rais William Ruto akizungumza sera ya zoning. Kwa mtazamo wake, mjadala wa zoning unatokana na baadhi ya viongozi wa chama na si sera rasmi ya chama. Alisisitiza kuwa serikali jumuisha broad based government yani ni tofauti na mjadala wa zoning. Na mabibi na bwana, kwa maoni yenu ni gani? Manake pale kuna ile broad based government, manake UDA na ODM wanataka kufanya kazi pamoja. Na pale wanapofanya kazi pamoja na Mheshimiwa Gideon Mung'aro na Mheshimiwa Amason Kingi na Mheshimiwa Ali Hassan Joho, wote ni wana ODM. Na kama hao wamepewa hii kazi na Mheshimiwa William Ruto kutafuta kura za UDA, za William Ruto apigiwe kura ili aweze kushinda muhula wake wa pili, na yeye aonekane pale anatofautiana naye, basi inaonekana kama yeye ndo atasababisha watu wasipige kura pande moja. Unaona? Okay, kwa maoni yake yeye anaona ni kama wale wanataka wale wanapigania zoning ni wale hawajafanya kazi, ni wazembe, wataki kushindana, wanataka tu uchaguzi rahisi. Lakini kwa maoni yangu, Mheshimiwa Juma asisahau mwisho alishinda uchaguzi akiwa chama cha ODM. Kwa hivyo akiangalia, akiona wenzake wote wako ODM, hata wajabanduka, wajasema wao ni UDA ama nini, basi yeye anafaa jiangalia aseme mbona wenzangu wote ni ODM na wamepewa hii kazi ya kutafutia Rais Ruto kura na hawajasema wao wanaingia UDA, basi pia mimi nafani nijiunge na ODM. Na mimi ningemshawishi Mheshimiwa Juma rudi ODM, manake mwisho ulishinda uchaguzi ulikuwa ODM. Na bila ODM itakuwa vigumu, manake kama unatazama uchaguzi wa kimataifa, ukiangalia vile DCP na UDA walifanyika Olkalau kule Mlima Kenya, utaona kuwa UDA ile ushawishi wake unaweza kupungua. Na hata ukiangalia historia ya vyama, Mheshimiwa Ruto mwenyewe mnamo alipokuwa naibu wa rais wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alianza na chama chake cha URP, na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alianza na chama chake cha TNA. Na waliweza kushinda, wakatengeneza serikali, na wakati wa muhula pili ulipofika, wao wenyewe waliunganisha ile chama wakaform Jubilee, ikakuwa ni chama kingine. Kwa hivyo na wakati Jubilee ilipomaliza muhula wake wa pili, ikafika wakati wa William Ruto kuwania kiti cha rais, alifungua chama cha UDA. Kwa hivyo UDA akiangalia saizi na ni wakati wa muhula wa pili, itakuwa ni makosa William Ruto kujaribu kuwania kiti cha rais tena na chama cha UDA. Na hata akiangalia mtazamo wa kura wa Olkalau, aangalie vile ushawishi wa UDA imepungua, atajiona tu, ataona tu kwa wazi UDA mambo yake imeisha. Manake wale wa Kenya wameweza kusema UDA imekufa, imezikwa katika kaburi la sahau. Basi inaonekana ni wakati wa aidha William Ruto afungue chama kingine au arudi ODM. Manake ODM ni chama pekee kimebaki iko na maarufu. Na ukiangalia video yangu iliyopita pale, niliweza kumshawishi njia pekee ya Mheshimiwa Ruto kushinda ni aidha ajiunge na ODM, arudi ODM, ama afungue chama kingine. Manake hata Mheshimiwa Uhuru Kenyatta mwenyewe amejionea Jubilee haina maarufu tena Mlima Kenya. Manake wote
wameenda kujiunga na chama kipya cha DCP. Manake hata unaona Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kama ni ukweli anatoa analipia gharama za siasa za Linda Mwananchi, basi inaonekana hii ni mwelekeo ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta mwenyewe anajaribu kuanzisha chama kipya itakachoitwa Linda Mwananchi. Kwa hivyo Mheshimiwa William Ruto pia anafaa tazame, angalie kama hawa wapinzani wangu wameenda wakafungua chama kipya, basi mimi pia nafaa nitafute njia ya aidha kufungua chama kipya ama nijiunge na ODM. Manake ODM ndio chama pekee yake inasemekana iliwania kiti cha rais. Raila Odinga alishinda, lakini ule ushindi wake ulipokonywa, na waliompokonya wanajulikana. Kwa hivyo ODM ndio chama pekee yake kina uwezo wa kushinda kura, manake ni chama kizee, kina maarufu. Aisha Juma mwenyewe alishinda uchaguzi na hicho chama. Mheshimiwa Ruto na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta wenyewe walikuwa ODM, wanajua walipata umaarufu wao wa siasa kutoka ODM. Kwa hivyo ODM ndio kizazi cha vyama vyote. Kwa hivyo kama kuna wakati mzuri wa kurudi kwenye ODM ni wakati huu. Na kitu kingine pia pale inaweza kuweza kumshawishi Mheshimiwa Aisha Juma ni kuwa kama uliona mwaka 2022 ulijaribu kuwania kiti cha gavana na UDA ukashindwa, itakuwa ni makosa ukijaribu kufanya hicho makosa tena, kujaribu kuwania kiti cha gavana na UDA tena, na utegemee kupata matokeo tofauti. Matokeo itakuwa ile. Utashindwa na Mheshimiwa Gideon Mung'aro na utakuwa umepoteza wakati, utakuwa umepoteza fedha. Kwa hivyo unafaa ubadilishe strategy, unafaa ubadilishe ile mipangilio yako. Itakuwaje? Utafanyaje? Aidha utajiunga na ODM wakati itakuja watu wanapofanya ile nominations, waweza shindana na Mung'aro pale kwenye ODM, uone kama utamshinda kwenye nomination, au unaweza pia kubadilisha mipangilio yako. Kama gavana ikuweza waweza wania kiti cha Senate. Mimi naona kiti cha Senate waweza shinda kirahisi. Manake pale Senate umeweza kusema unamuunga mkono George Kiti, na pia kuna Kahocho. Na Kahocho mwenyewe aliweza kumuunga mkono Gideon Mung'aro. Kwa hivyo kunaonekana kuna viongozi unataka kuhusishwa nao, lakini hao wenyewe wanataka kuhusishwa na Mheshimiwa Governor Mara. Kwa hivyo pale inaonekana kuwa haufanyi uhusiano wa kisiasa vizuri. Inaonekana kuwa watu wanakutoroka ama wataki kuunga mkono kwa maoni yako, kuwa wewe inaonekana wewe ni mkali ama wewe ni simba ambaye anajua hii kazi vizuri, lakini kulingana na viongozi wako karibu na wewe wanataka kuhusishwa na gavana Mung'aro. Kwa hivyo inafaa ikupatie taarifa pale kuwa ni kwa nini wao wanataka kufanya kazi na Mung'aro. Ndio ushasema inaonekana kuwa wananufaika kutokana na kandarasi ama kufanya kazi na biashara na county, lakini wapiga kura wanataka kuona nini? Wapiga kura wanataka kuona wewe ni kiongozi, una umaarufu, unafanya kazi na viongozi wengine, uko kwenye chama yenye iko na inapendwa zaidi kama ODM. No. Ama kama ODM haiwezekani, basi jaribu ujiunge na chama cha Linda Mwananchi. Na kitu moja mimi naweza kujua ni kuwa hauwezi kuwa uko kwenye government ama uko kwenye opposition at the same time kwa muda moja. Kwa hivyo kama unamuunga Mheshimiwa Ruto, angalia Mheshimiwa Ruto atafanya nini. Punde tu Mheshimiwa Ruto atabadilisha chama, kama atajiunga ODM ama kama atafungua chama kipya, hiyo ndio chama unafaa ujiunge. Ama kama unampinga Mheshimiwa Ruto kwa sababu ulijaribu kuwania na kiti cha UDA na ukashindwa, na ukiangalia wale wabunge wa Mlima Kenya tayari wanatoroka UDA, basi pia wewe waweza amua utoroke UDA uingiane na Linda Mwananchi. Vuguvugu ya Linda Mwananchi ndio iko na maarufu kubwa, wapiga kura wengi wanasema wanataka Sifuna awe rais. Kwa hivyo unaweza amua ujiunge na Sifuna, uanze kupinga serikali kutoka hapo. Kama utampinga Mung'aro na malalamishi ya ufisadi, uanzie hapo na useme hii ufisadi inaenda mpaka huko juu kwenye serikali ya kimataifa. No. Lakini unaweza sema kuna ufisadi hapa kwenye county, lakini kule juu kwa serikali ya kimataifa na muunga Mheshimiwa William Ruto. Itaonekana kama
hauna mwelekeo sambamba. Kwa hivyo unafaa uamue kama wewe uko ndani ya serikali, unaunga mkono serikali ama kama unaupinga serikali. Unaona? Kwa hivyo kumaanisha kwa sababu kuangalia kwa siasa ya upinzani, hata wewe wenyewe kwa broad based government, kuna wale wanaunga broad based government na kuna wale wanapinga hiyo broad based government. Kati ya ndani ya ODM kuna ODM, nakumbuka kulikuwa na ODM Linda Ground na ODM Linda Mwananchi. Kuna maana hata pia pale ODM kuna wale walikuwa wanapinga serikali ya kimataifa na kuna wale wanaunga mkono serikali ya kimataifa, na sababu hawakuweza kusikilizana waliweza kuenda njia tofauti. Na kwa hivyo kama unaunga mkono, wale viongozi wanaunga mkono serikali ya kimataifa, inaonekana inasemekana pia kwenye county pia wanaweza kosa kupigiwa kura. Lakini wale viongozi wanaunga Linda Mwananchi kwa sababu Linda Mwananchi inapinga serikali ya kimataifa, inaonekana pia pale kwenye county wataweza kupata kura vivyo hivyo. Kwa hivyo hiyo ndio kitu moja Mheshimiwa Aisha Juma anafaa angalia, aseme mimi niko pande gani. Mimi napinga serikali, na kama napinga serikali zote mbili, ya county na kimataifa. Si naunga serikali ya kimataifa lakini napinga serikali ya county. Na mabibi na mabwana, hebu nielezeni pale kwenye comment section maoni yenu ni gani? Is not a failure and he does not want you. No. Okay. Hiyo pia nitaizungumza kivyake. Izungumze basi. So, kwanza umeipata hiyo. Broad based ni vyama vingapi? Very. Yes. Na zoning ya kina nani? Na failures, waoga ambao hawakudeliver. Mheshimiwa Owen Baya is not a failure. Mko katika chama kimoja naye. Sasa Mheshimiwa Owen Baya, and he does not want you. Mheshimiwa Aisha Juma, nataka niseme hivi. Mheshimiwa Owen Baya hata ukampa nini, hawezi kumpenda Aisha Juma. Kwa nini tena? Kwa sababu Mheshimiwa Owen Baya is one of the biggest beneficiaries wa Kilifi County. Direct. Ndio. You are alleging Mheshimiwa Aisha Juma. You are alleging. You are alleging. I will lay the where are the facts? Yes, please. Owen Baya hawezi kumpenda Aisha. Kwa nini? Kwa sababu jambo la kwanza, jiulize vile unajiuliza, na kila mtu anajiuliza hivyo. Na kwa sababu hawalijui. Karibia na microphone basi Mheshimiwa. Hawalijui hili swali. Ni kwamba yeye ni direct beneficiary wa Kilifi County. Hataki kujua watu wanateseka ama hawateseki. Unaona? Lakini yeye ukiangalia the manager of Kimawasco, rather the MD wa Kimawasco ni nani? Go do your background check. Utajua ni nani. Alikuwa na PA wake yule. Hivi sasa ule PA ni nani katika Kilifi municipality? Go do your background check. Unaona? Kule Mawasco kuna dadake pale katika ofisi ya accounts. Enda ukaangalia ni nani yule. Alafu through his proxies wame capture hospitali. Wao ndio wamepewa tenda ya kusaplia, ya kuhakikisha kwamba wamekodi wale wafanyikazi pale. So my friend, nina mengi lakini vile siwezi nikayamwaga yote. Nimewapa tu kionjo. Na kitu cha nane ni kuwa madai kuhusu viongozi wengine. Maana katika sehemu nyingine ya mahojiano Aisha Juma alitoa madai kuhusu baadhi ya viongozi wa Kilifi, akidai kuwa kuna watu wanaonufaika moja kwa moja na taasisi mbalimbali za kaunti kupitia watu wanaohusishwa nao. Hata hivyo hakuwasilisha nyaraka au ushahidi hadharani wakati wa mahojiano, akisema ana nyaraka na akawataka wanahabari kufanya uchunguzi wao wenyewe. Naam. Mabibi na bwana, hii ndio kitu nilikuwa naweza kusema pale. Manake aliulizwa ushahidi wako ni gani? Mheshimiwa Juma akasema nyinyi mwendeni mfanye utafiti wenu. Hauwezi kuja mahojiano unatamka kitu moja alafu unaambia wanahabari waende wafanye mahojiano. Wewe ndio ile source ya report yao. Inafaa useme wale wanahabari wakiandika report nasema tulikuwa na mahojiano na Mheshimiwa Aisha Juma, alisema hivi na akatuonyesha ushahidi wake ni hivi. Kwa hivyo tunaandika hii report kulingana na ule ushahidi tulipewa na mwanasiasa Aisha Juma. Lakini wewe ukikuja kuleta malalamishi pale alafu wasema wanahabari waende wafanye utafiti, hakuna mwenye atakuchukulia serious pale ama atakutulia maanani malalamishi hayo. Atasema tu hiyo ni propaganda tu. Kwa hivyo kama una kitu cha ukweli cha kusema, wacha sisi tumunge Mungaro mkono. Na ndio hivyo Mheshimiwa Mungaro atashinda uchaguzi huo. Kitu najua ni kuwa saa hizi bado karibu mwaka moja na mwezi moja umebaki kabla uchaguzi ufike. Na saa hizi
ile opinion poll, ile kura ya maoni inaonyesha kuwa Mheshimiwa Mung'aro anashinda na karibu 60%. Na lakini siku moja katika siasa, siku moja ni siku mrefu sana, maanake kwa hivyo uko na wakati saa hizi mpaka mwaka ujao kubadilisha hii manifesto. Kama ni manifesto, ubadilishe manifesto. Kama ni kupanga mahojiano kwenye runinga na kwenye radio station, unafaa ujipange vizuri na ile ushahidi ya kila kitu unataka kufanya. Kama unaamua kupinga serikali, unapinga serikali na unapinga serikali zote mbili. Kama unaamua kuunga serikali, unga serikali saizi, watafute wale viongozi wanaofanya kazi pamoja, kama ni kina Mung'aro, Governor Joe, aliyekuwa Governor Joe wa Mombasa Abdul Swamad, Amason Kingi, watafute wote, mkae wote pamoja, msikizane. Kama ni muamua kumtafutia Mheshimiwa Ruto kura, mumtafutie mkiwa pamoja. Kama mnaamua kwenda nje tofauti, uamue pia, unaona. Kwa hivyo hiyo ndo maoni yangu, na ningeweza kumshawishi Aisha Jumwa afanye hivyo. Kwa maoni yangu mimi napanga kumpigia kura Mheshimiwa Gideon Mung'aro. Mheshimiwa Gideon Mung'aro ameshaweza kutuonesha anaweza kuwajibika. Alitoa kwenye ile mahojiano ya Public Accounts Committee aliweza kuwajibika. Kwa hivyo tukiweza kumuuliza pale pesa zetu zimeenda wapi, mimi niko na uhakika Mheshimiwa Mung'aro ataweza kusema pesa zetu zilienda hivi. Na kwa wengi wanasema Mheshimiwa Mung'aro ndio anafaa kufanya hivi na hivi, lakini kusema kweli Mheshimiwa Mung'aro akuna wafanyikazi wengi, na yeye hawezi fanya kazi kwa kila sekta. Kila mtu pale amepewa kazi, anajua kazi yake. Kwa hivyo wewe ukipewa kazi na umeshindwa kufanya kazi, ama umefika pale unaiba pesa, hiyo sifa ya wewe kuiba pesa ifai kuwa inaelekewa kwa Mheshimiwa Mung'aro. Kila mtu awajibike. Kama ni MCA wa ward fulani na hii mradi ilikuwa inafaa kuwa ya ward fulani, na huo MCA hakuweza kufuatilia, basi huo MCA anafaa kuulizwa. Unaona, kama pale ya do ward, mimi nikifanya utafiti wangu nione kama kulikuwa nafaa kuwa na project, kama tuseme ni kujenga mashule, kama ni kujenga barabara, mimi nafaa nifuatilie, niseme Mheshimiwa Gavana, ulitoa pesa hii ukapeana kwa hii board ya roads, hii board ya roads hawajafika do ward bado, waweza wapigia simu waweze kufuatilia, no? Ama kama ni mambo ya malipo ya wakandarasi, ule alifanya kazi adu ward, anafaa mtafute ile MCA, ambaye MCA vipi, mimi nilikuja nikafanya kazi yangu ndio hii, waweza ona, hebu nifuatilie pale kwa gavana. Lakini sasa wakandarasi wote wakienda kwa ofisi ya gavana waseme mimi sijalipo, nilifanya kazi hapa. Mheshimiwa Mung'aro ako na akili moja, hawezi fikiria ati mimi ndo yeye, si ndiye anayetoa yeye. Kazi yake ni kupanga bajeti. Wale wanafanya utafiti watakuja mwambelezee, na tunaona maoni yetu, kaunti yetu inahitaji bajeti ya hii, anasema okay, haya mimi nitasign pale, pesa mtatoa, mtapewa. Kama mtaamua kuiba, nyinyi ndio muweze kuwajibika, no? Na hata pale ile Public Accounts Committee, wakati wanapomuita Governor Mung'aro anafaa aende na pia na MCA, ambie MCA njoo ujibu pale, kama kulikuwa na kandarasi ama kama kulikuwa na project kwa wadi yako, wewe jibu hiyo swali. Hiyo pesa ilitolewa, ulifuatilia, ilifanyika vipi, nini hivyo. Maana ile kumwekea mzigo wote kwenye Mung'aro ako na akili moja peke yake, haezi kuweza kujibu maswali ya kila mtu, unaona. Na mabibi na bwana, hebu nielezeni pale kwenye comment section, manake hitimisho ni kuwa mahojiano ya Aisha Jumwa katika Coco FM yalitoa picha namna anavyoona hali ya kaunti ya Kilifi na sera ambazo anasema atatekeleza endapo atachaguliwa kwa gavana mwaka 2027. Alikanisha tuhuma zinazomhusu kuhusu zabuni za magari, akakosoa uongozi wa sasa kwa madai ya madeni, ukosefu wa maji na matumizi mabaya ya fedha za umma, na akaeleza mpango wake wa kurejesha nidhamu ya kifedha, kulipa madeni na ya wakandarasi na kuunda serikali inayowakilisha jamii mbalimbali. Ni muhimu kutambua kwamba baadhi ya madai aliyotoa kuhusu ufisadi, usimamizi wa fedha na viongozi wengine na ni madai yake yaliyotolewa katika wakati wa mahojiano. Wahusika wanaotajwa wanaweza kuwa na majibu au mitazamo tofauti, na masuala hayo yanaweza kuhitaji udhibitisho kupitia nyaraka rasmi au mujibu
kutoka kwao. Na swali letu kwenyu leo hili ni kuwa, je, unaamini Aisha Jumwa ameweka mbele ajenda inayoweza kubadilisha Kilifi, au unaona wananchi wanahitaji kusikia zaidi kuhusu jinsi ahadi hizo zitatekelezwa? Kwa maoni yangu naona ni kama Mheshimiwa Aisha Jumwa hajaweza kupanga ile manifesto yake vizuri. Ndio ameweza kutaja matamshi ya pending bills za wakandarasi, ndio atashughulikia hayo. Ameweza kutaja malalamishi ya maji, ndio hiyo ni ukweli, malalamishi ya maji, na ameweza kusema solution hiyo ni kulipa wale Coastal Water Development Agency, but lakini hatujui kama hiyo itatatua shida yote kamili. Inaweza tutatua tu hiyo shida ya leo na kesho, lakini unajua pale kwenye mipangilio kuna ile mipangilio ya kisasa na mipangilio za zijazo, yani short term na long term goals. Unaona? Kwa hivyo Mheshimiwa Aisha Jumwa bado anafaa kae chini, aangalie manifesto yake ni gani, na kama ile kamati ile anasema ataunda akiwa gavana, asingoje akiwa gavana, aunde hiyo kamati sahihi waweze kumsaidia kufanya utafiti. Maana kazi ya gavana ni kazi mingi sana, kama nilivyosema. Mheshimiwa gavana mwenyewe hawezi kulalamishwa ama kulaumiwa kwa kila kitu kinachofanyika Kilifi. Maana pale Kilifi kuna wafanyikazi wengi, na kila mtu anafaa ajue jurisdiction. Kwa lugha ya kisheria inaitwa jurisdiction. Unaona? Pale kila mtu anafaa kujua jurisdiction yake ni gani. Kama unaongelea kandarasi na mwanakandarasi hajalipwa, huyo mwanakandarasi alifanya kazi ward gani na ni MCA wa hiyo ward ni gani? Anafaa huyo mwenye kandarasi anafaa aende kwa huyo MCA, mwanzo huyo MCA, hii kandarasi nilipewa, imenufaika ward yako, wewe ndio kiongozi wa hapa, hebu nifuatilie pale. Unaona? Ndio kila MCA kuja sema mimi nimetafutwa na huyu mwanakandarasi, aliweza kunielezea hivi, nimeweza kufuatilia, nikafanya utafiti wangu na nimeweza kudhibitisha kuwa ni kweli hii kazi imefanywa na ni kweli hajalipwa. Kama mimi, kama wewe ni mwanakandarasi wa Adu Ward na unajua umefanya kazi pale Adu Ward, waweza wasiliana na mimi nitaweza kupitia ile kazi ulifanya na nitaweza kudhibitisha kama ni kweli umelipwa ama hujalipwa. Naye mimi itakuwa ni kazi yangu kumtafuta Gavana Mung'aro, naambia Mheshimiwa Gavana Mung'aro, vipi, mimi nimepata malalamishi hivi, niko hivi na hivi, hebu niangalie vile jinsi inaweza tatuliwa, maana mimi ndo nasumbuliwa. Lakini kila mtu akiweza kuenda kwa ofisi ya gavana, ofisi ya gavana si mahali pa kupeleka malalamishi, maana kuna kila mtu akona juhudi zake pale. Inafaa ujue malalamishi yako unafaa umpelekee nani. Mheshimiwa gavana anaweza kaa chini na MCA wa Adu Ward, amze nini tatizo ni gani pale Adu Ward, ni tatizo ni hivi na hivi, okay, acha mimi nitafuatilia, nipige simu hivi na hivi, na hivyo ndo unaweza kutatua zile pending bills. Lakini zile pending bills kama watarajia ati gavana atapiga tu simu asema haya toa bilioni 12, hiyo pesa itaibiwa tu hivyo kirahisi. Unaona? Naam, mabibi na bwana, hebu nielezeni maoni yenu ni gani, na kama umetazama na runinga hii mpaka muda huu, asante sana. Tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe ndio YouTube iweze kujulisha punde tu tunapochapisha habari zetu, na kwa wasajili wetu wa kila siku, asanteni sana kutuunga kwenye runinga yetu. Tafadhali bonyeza kitufe cha like ndio YouTube iweze kusambaza video hii kwa watazamaji wengi wengineo. Na kumbuka pia nawania kiti cha MCA Adu Ward Kilifi County, pitia kitufe changu cha wilsonochar.com. Angalia manifesto yangu, nimeweza kutoa mapendekezo pale kama vile kujenga desalination plant iweze kusambaza maji kaunti mzima. Nielezeni maoni yenu ni gani, na pia nitashukuru kama unaweza toa mchango kidogo pale wa siasa, na mchango wote utaweza utathaminiwa na nitashukuru sana. Na la sivyo nashukuru, asanteni sana kwa kutuunga katika runinga ya Sikiliza TV, na natumaini tutaonana na nyinyi katika video ijayo. Asanteni sana, mbarikiwe.